Karibu tena kwenye Mwanzo hadi Ufunuo. Mimi ni mwongozaji wenu na leo tunashuhudia taji la uumbaji, wanadamu walioumbwa kwa mfano wa Mungu. Kwa siku 5 Mungu amesema viumbe viwe, kila mmoja kwa aina yake. Lakini siku ya 6 kitu kisichowahi kutokea kinatokea. Mungu anasimama. Mungu anashauriana. Mungu anaumba viumbe tofauti na vyote, viumbe ambao wanabeba mfano wake hasa. Lakini kama tutavyogundua, baraka hii kubwa mara nyingi inakuwa upofu wetu mkubwa. Hebu tuseme Mwanzo saa 1 na madakika 26 hadi 2:3 na tuone wanyamapori wakishuhudia wakati huu wa ajabu. Kisha Mungu akasema, na tufanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, ili atawale samaki wa baharini na ndege wa angani na mifugo na dunia yote na kila kitambacho juu ya nchi. Basi Mungu akamuumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu akamuumba, mwanaume na mwanamke akawamuumba. Mungu akawabariki akawaambia, zaeni na muongezeke, ijazeni dunia na muishinde, mkawaongozeni samaki wa baharini na ndege wa angani na kila mnyama aendaye juu ya nchi. Huu ni wakati pekee katika uumbaji ambapo Mungu anasema na tufanye mshauriano wa kimungu kabla ya uumbaji wa wanadamu. Hapa kuna maelezo matatu muhimu ambayo mara nyingi tunapuuza. Kwanza, Mungu anatumia lugha ya wingi, na tufanye mtu kwa mfano wetu. Hii si wingi wa kifalme, ni mshauriano wa utatu. Utatu wote unashiriki katika uumbaji wa wanadamu. Pili, ona baraka inakuja kabla ya amri. Mungu aliwabariki kisha akawaambia wazae na watawale. Baraka inatangulia wajibu. Tatu, angalia mstari wa 31, baada ya kuumba wanadamu, kwa mara ya kwanza Mungu anaita uumbaji mzuri sana. Wanadamu wanakamilisha ukamilifu wa uumbaji. Lakini hapa kuna jambo linalouvunja moyo wangu. Mara nyingi tunaishi kama vile tumelaaniwa badala ya kubarikiwa, tukisahau kwamba tunabeba mfano hasa wa Mungu. Mabadiliko makuu 4 ya kiufundishaji yanatokea hapa. Kwanza, kubeba mfano kunaanza, wanadamu pekee wanaakisi asili ya Mungu, wakiwa na uwezo wa mahusiano, ubunifu na uchaguo wa kimaadili. Pili, utawala unaimarishwa, sisi si sehemu tu ya uumbaji, sisi ni waongoza wake. Tatu, kazi inakuwa wito mtakatifu, si uhai tu. Adamu mara moja anapokea bustani kulinda. Mwishowe, msisimko wa kazi na mapumziko unaanza, Mungu anapumzika siku ya 7, akionyesha mfano wa Sabato kwetu. Ona Mwanzo 2:2-3, siku ya 7 haina jioni na asubuhi. Mapumziko ya Mungu yanaendelea. Hachoki, anaonyesha msisimko ambao wabeba mfano wake wanahitaji. Wanyamapori waliangalia wakati huu wa kipekee kwa mshangao na uelewa unaokuwa wa nafasi yao katika mpango wa Mungu. Kutoka kwenye urefu wangu, nimemwona Mungu akisema kila kiumbe kiwe. Lakini hii ni tofauti. Alishauriana na mwenyewe kabla ya kuwaumba. Ona jinsi wanavyosimama wima wakiangalia anga. Sisi tunaangalia chini ardhi, lakini wao wanaangalia juu kuelekea mbingu. Wameumbwa kwa kitu zaidi yetu. Na je, mlisikia? Watutawale sisi sote. Lakini ona jinsi wanavyoenda kwa upole miongoni mwetu, jinsi wanavyosema na Mungu kama sisi hatuwezi. Baraka ya ajabu na ya kushangaza. Ndiyo, wamebarikiwa zaidi ya kipimo. Mimi naruka juu zaidi ya viumbe vyote, lakini siwezi kubeba mfano wa Mungu kama wao. Je, watakumbuka zawadi hii? Uumbaji umekamilika sasa. Mungu aliita mzuri sana ni baada ya kuwaumba tu. Wao ni taji la vyote alivyoumba. Marafiki, mnabeba mfano wa Mungu wa juu zaidi. Hii si mfano wa kisemantiki, ni ukweli wa msingi wa uwepo wenu. Hamna bahati mbaya, si mnyama tu mwingine, si kosa la ulimwengu. Mmeumbwa kwa hofu na kushangaza, mmebarikiwa zaidi ya kila kiumbe. Lakini kama wanadamu wa kwanza, mara nyingi tunasahau jukumu hili la kushangaza. Tunaishi katika aibu badala ya heshima, katika uasi badala ya uongozi wa shukrani. Wito wa leo ni kukumbuka ni nani mchukua mfano wa Mungu, aliyebarikiwa na utawala, aliyeitwa kufanya kazi na kupumzika katika msisimko wake. Tumia utawala huo kama uongozi wa upendo. Tutunze uumbaji kama mwakilishi wa Mungu. Na kukumbuka mfano wa Sabato, kazi ni takatifu lakini mapumziko pia. Vyote viwili vinaakisi asili ya Mungu ndani yenu. Hebu tuombe. Baba, asante kwa kutuumba kwa mfano wako.
Tusaidie tuishi kwa ustahili wa baraka hii ya kushangaza, tukitumia utawala kama uongozi wa upendo na kupata mapumziko yetu ndani yako. Katika jina la Yesu, amina. Wakati ujao tutaona jinsi peponi ilivyopotea haraka, lakini hata katika kuanguka, ahadi yako ya ukombozi inaanza. Hadi hapo, kumbukeni, mmebarikiwa zaidi ya kipimo.